Kwa muda mrefu ulimwengu uliamini kuwa twiga ni mnyama wa ukimya, na wengine walienda mbali zaidi wakisema ni kiumbe aliyesimama kimya chini ya anga pana la Afrika bila kutoa sauti wala ujumbe. Lakini kuna ukweli umejificha gizani. Mwaka 2015 watafiti wa chuo kikuu cha Vienna walifunua siri nzito iliyokuwa imejificha kwa miongo mingi sana, ya kwamba twiga huimba usiku. Baada ya zaidi ya saa 900 za kurekodi sauti katika bustani ya wanyama huko Benin, Copenhagen na Vienna, waligundua mlio wa ajabu, hum ya chini, laini na yenye mtetemo wa kina wa takriban Hz92. Sauti hiyo ilikuwa tulivu sana na ya kudumu kama pumzi ya usiku. Ni sauti ambayo masikio ya binadamu hayawezi kusikia bila msaada wa teknolojia. Kwa nini twiga hutoa sauti hizi usiku? Giza linapoingia, macho yanaposhindwa kuona, sauti huwa nyenzo pekee ya mawasiliano. Hivyo twiga wakati wa usiku huanza kuwasiliana kwa utulivu, kwa siri na kwa sauti nzito zinazovuka ukimya wa usiku. Sio kelele, sio vilio, bali ni mazungumzo ya polepole yanayobeba maana, yakisafiri katika hewa tulivu wakati wa usiku. Sauti hizi sio za kawaida, ni sauti za uhai na ishara ya kuwa pamoja hata gizani. Kwa hiyo mtu akikuuliza, mwambie hadithi imebadilika. Twiga hawakuwahi kuwa kimya, walikuwa wakizungumza wakati ulimwengu umelala. Jina langu naitwa Rasuli Alidi na hii ni Fantas.